Niko na ombi kwa serikali ya Kenya. Kuna hawa jamaa huwa wanajirekodi video wakiwa Kenya wakitukejeli sisi ambao tuko Gulf. Mimi ningeomba serikali ya Kenya ichukua hatua kali kwa watu kama hao. Crime cyber ifanye kazi yake, kwa sababu hawa watu wanataka kutuvunja mioyo, lakini sisi hadi kuja huku kujituma ni kuwa hakuna kiumbe ambaye anaweza katuvunja moyo, kwa sababu wenyewe huku kuna mitihani yake. Ingekuwa mioyo imevunjika kwa sababu ya hii mitihani, lakini bado tumekita na tunajituma ili tupate kuja kuendeleza familia zetu. Na upande mwingine yatakana itambulike, sisi tulioko Gulf tunaingiza ushuru kwa serikali ya Kenya zaidi ya robo ya ushuru. Kuna ofisi za agent zile zinalipia ushuru Kenya. Sisi hadi kuja huku ni ushuru tunalipa. Ndege ile kuja kutuchukua kutuleta huku ni ushuru bado inaingiza katika serikali ya Kenya. Tukiamua tuseme basi hatutaki tena safari, basi serikali ya Kenya itapunguza robo ya ushuru ambao walikuwa wanapata kupitia watu wa Gulf. Kwa hivyo kabla haijatokea hivyo, bali naomba serikali ya Kenya ichukue sheria kali dhidi ya hawa ambao wanajirekodi video wakianza kututukana, wakianza kutupa maneno mazito, wakianza kutaka kutuvunja mioyo, lakini mioyo haiwezi kuvunjika kwa sababu sisi wenyewe tuko huku. Mitihani tunaopitia ingekuwa mioyo imevunjika, lakini bado tumekita. Kwa hivyo wao wanatengeza video kutafuta content kupitia majina ya walioko Gulf. Lakini ukweli ni kwamba mimi binafsi naomba serikali ichukue hatua kali. Cyber crime ifanye kazi yake, kuwa tracking hawa watu ambao wanajirekodi video wakianza kutuongelea vibaya sisi ambao tuko Gulf. Maana wanapitiliza katika kuongea kwao, maana yani kidogo utakuta Gulf, waliopo Gulf ni hivi Gulf. Sasa imekuwa yani hawana kazi ya kufanya, bali kazi yao kujirekodi na video, kukaa kwenye minara ya Safaricom kutafuta wifi neti, alafu anajirekodi video, alafu ati hiyo video itumie kwenye mtandao, kisa ameongelea watu wa Gulf walioko Gulf. Mimi naomba serikali, najua ujumbe huu hautotiliwa maanani, lakini mimi naomba serikali ichukue hatua kali kwa viumbe kama hao. Cyber crime ifanye kazi yake, kwa sababu sisi ambao tuko Gulf tukigairi, tukisema hatutaki tena safari, tunarudi nyumbani, basi serikali itapoteza robo ya ushuru ambao ilikuwa tunalipa, kwa sababu kuna ofisi Kenya, ofisi hizo ni za agent, na zile ofisi zinalipa ushuru, na zile ofisi hazingefunguliwa kama sio sisi kusafiri. Kwa hivyo tukigairi kusafiri, basi ofisi za agent zitafungwa, atakuwa kuna kazi, na pia ushuru itakuwa Kenya imepunguza robo ya ushuru alikuwa wanapata kupitia zile ofisi za agent. Ndege itakuwa zile za kutuleta huku zitakatiza, itakuwa hazilipi tena ushuru. Balozi ambao wako huku Gulf wapo kwa ajili yetu. Sasa tukisema tughairi, hatutaki tena safari, tuje tutulie nyumbani, basi hata hizi balozi pia zitaondolewa, na balozi ni kuwakilisha nchi ya Kenya. Kwa hivyo yani kuna kitu ambacho kinachukuliwa ni kepesi sana kwa hawa watu wadogo ambao wanajirekodi video wakikaa kwenye minara ya Safaricom wakiongea upuzi kutukejeli sisi watu ambao tuko Gulf tunajituma. Ni watu wadogo tu, naweza kusema ni watu wadogo tu, kwa sababu wao wanachukulia ni jambo jepesi sana, kwa sababu kila uchao unakuta mtu akitoka huyu anakuja huyu, akitoka huyu anakuja huyu. Sisi hatuwezi kuamua. Tukisimama imara kwa sisi ambao tuko Gulf, basi serikali ya Kenya itapoteza ushuru mkubwa sana kupitia watu wa Gulf, kwa sababu sisi watu wa Gulf tunaleta ushuru. Mfano mimi niko Gulf najituma, lakini nikishuka nyumbani kuna mfuko wa simiti nanunua, kuna mawe nanunua, kuna kujenga nyumba yangu, na lile jiwe ninalolinunua
ule mfuko wa simiti ninaonunua, kiwanja ninachokinunua bado kinaingizia ushuru katika serikali ya Kenya. Kwa hivyo sasa mimi mfano niseme sitaki tena safari, nije nyumbani, nisijenge, nisinunue mfuko wa simiti, kuna ushuru gani utaingia kwenye serikali ya Kenya? Kwa sababu kughairi kuwa mimi mpaka sitaki tena safari ni kuwa huyu kiumbe anakaa akijirekodi video alafu akituongelea sisi vibaya. Mimi nikasema sawa, wacha basi mimi kuliko kuongelewa vibaya ni ghairi safari, nirudi zangu nyumbani. Nani itakuwa amefanya makosa? Nani itakuwa amesababisha ushuru wa Kenya ushuke kupitia nani? Sitakuwa ni huyu kiumbe ambaye amejirekodi huko kwenye minara ya Safaricom. Kwa hivyo mimi naomba serikali ya Kenya ichukue hatua kali sana dhidi ya hawa viumbe ambao wanarekodi video wakianza kutusema vibaya. Unakuta ni wanaanza kusema madada wanajiuza huku. Kwani Kenya hakuna sehemu ya kujiuza ati mpaka mtu aje Gulf ajiuze. Kwa hivyo wanakosa speech ya kuongea, bali wanataka kuharibu jina pia la Kenya. Kwa sababu ni mtu ambaye yuko Kenya anaongea ile video kulingana na watu wa Gulf. Ni kuwa anaingiza speech mbaya tuonekane kuwa wa Kenya kumbe wako hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Na huku tunajituma, tunafanya kazi. Ingekuwa sisi wana zile speech wanazozitoa ingekuwa ni kweli na wanamaanisha kweli, basi ingekuwa hata Waarabu wenyewe washatuchoka huko. Narudia tena kusema, tukiamua sisi ambao tuko Gulf sote tukisema hatutaki tena safari, tunarudi zetu nyumbani, basi Kenya itapoteza ushuru, robo ya ushuru ile ambayo tunalipa, kwa sababu kuna ofisi za agent zimefunguliwa kwa ajili yetu. Sasa tuseme hatutaki tena safari, zile ofisi zitafungwa, ushuru utaingia wapi tena kwa serikali ya Kenya? Balozi hizi ambazo ziko huku ni kwa niaba yetu sisi. Tukisema hatutaki tena safari, hizi balozi zitarudi nyumbani. Zile ndege ambazo zinakuja kutuchukua kutuleta huku zitakuwa hazina tena ushuru uingi tena Kenya, kwa kuwa ndege haziji. Kuna mambo mingi sana ambayo sisi tukikatiza tukisema basi Kenya itaenda lose upande wa ushuru yani. Kwa sababu sisi binafsi ambao tuko Gulf tunatia kitu katika serikali ya Kenya. Bado tunaleta hela katika serikali ya Kenya. Sio eti tuko huku tutafanya kazi basi tunamaliza mambo yetu huku. Hapana. Si tumekuja kujituma huku. Na tukimaliza kujituma tunarudi nyumbani kuendeleza nchi. Tunaingiza ushuru katika serikali ya Kenya. Kwa hivyo asitokee vijitu vidogo vikataka kuporomosha ushuru wa Kenya kupitia wao wenyewe wako kwenye minara ya Safaricom wakirekodi video zao wakitukejeli sisi. Sisi tukiamua tukisema bana basi safari hataki tena safari. Na sio ati sisi wengine tuko huku kuwa ndo tujitosheleza mambo yetu. Mimi binafsi nilipokuwa Kenya mimi maisha yangu yalikuwa mazuri sana. Nilikuwa nikijituma hapa na pale yani. Lakini nasema nini? Wacha nije mbadilishe weather huku. Sasa wao wanarekodi video, wakitengeza video, wakitukejeli sisi. Kutafuta content, kutoa speech mbaya ambazo sifa ambazo hatunazo. Sasa mimi ningeomba serikali ya Kenya, naomba serikali ya Kenya, cyber crime ifuate mkondo wake, you are tracking hawa watu wako humo Kenya huko. Hawa viumbe wako huko Kenya ambao wanajirekodi video, sio ati mtu yuko wapi, yuko huko Kenya. Ni cyber crime. Serikali ya Kenya ifuate mkondo wake, cyber crime tracking hao watu, wachukulie hatua kali, kwa sababu wanapoteza kwanza wanapoteza muda. Ingekuwa kiumbe kama amefanya kazi akajituma, akajiendeleza, akaingiza ushuru katika serikali ya Kenya. Sasa ule muda ambao anajirekodi ana waste time, pia anapoteza yani sifa ya Wakenya. Tania Raz, najua ujumbe huo utofika kivyema, lakini mimi ujumbe nimeufikisha na nimeongea. Kwa sababu sisi tuko huku tunajituma, tunafanya kazi. Ingekuwa ingekuwa tuko kizezeta Waarabu wenyewe ingekuwa shatuchoka. Lakini wametupokea na twashukuru, tuangalia familia zetu. Sisi wengine tujiziba viraka yani. Sio ati vile basi yani kwa tushajitosheleza, hapana. Katika maisha ya kidunia huwezi kujitosheleza kabisa yani. Ni ile tu yani kujiziba viraka tu. Tajiri mwenyewe yani halali atakujua yani atafanya nini chengine. Sasa mimi ambaye kumba uhambe kama mimi ni kujitosheleza tu.
Kwa hivyo sio ati sisi wengine tuko huku eti ndio ati tutakuja kutimiza majukumu yetu. Hapana, sisi tulipokuwa manyumbani huko kulikuwa maisha yetu mazuri sana. Sisi wengine tukuja kubadilisha weather. Kwa hivyo hawa viumbe ambao wanajirekodi mavideo wakianza kutuongelea vibaya sisi ambao tuko Gulf, wachukulie watu wakali tu. Yaani mimi naona kama mazezeta tu watu kama hao. Inawezekanaje wewe unarekodi video ukuongea mtu wa Gulf ambapo wewe mwenyewe hujafika? Na hata kama umefika basi ni wewe ambaye alikukumba hayo mambo ndio kao unaongelea, lakini sio watu wote. Na kama haujafika unaujuaje watu walikokogapo wanafanya vipi? Ama unaona zile video zikitumwa hapa watu wako kwenye sehemu hii. Wengine sisi maisha yani hatuweki maisha yetu ya asili kwenye mtandao. Sasa wewe unachukua wale maisha ambao umeona kwenye mtandao, alafu watu unaenda kukaa kuanza kuyaongelea. Naweza kwa hata mtu ambaye ameweka tu maisha yake yani hivi ili kuwapotezea watu. Sasa wewe unaenda kujirekodi video kwenye minara ya Safaricom kutafuta neti ndio upate kujirekodi uanze kutuma video chako kwenye mtandao alafu kiongea pumba. Una waste time katika serikali ya Kenya. Unapoteza muda. Ingekuwa umefanya kazi ukajituma huko, ingekuwa bora zaidi. Mimi ombi langu kwa serikali ya Kenya. Serikali ya Kenya cyber crime ifanye kazi yake, iwachukulia hatua kali hao. Maana wanapoteza muda ni kurekodi video kianza kutungelea vibaya. Wanaweka speech mbaya, alafu na ile video zinasambaa onekana bana watu wao kwa hivi na hivi. Yaani tuko tofauti sana na wanavyo speech yani. Kwa hivyo mimi ombi langu ndio hilo. Ombi langu ndio hilo, kwa sababu sisi wenyewe tukiamua kurudi basi serikali ya Kenya itapoteza ushuru mwingi sana kupitia sisi. Kwa sababu sisi watu wa Gulf ndio tunaingiza ushuru mwingi sana kupitia Kenya. Kuna ndege zinakuja kutuchukua na kuturudisha. Ile yote ni ushuru unaingia Kenya. Ofisi za agent zikifungwa kwa sababu tushaghairi kazi, basi serikali ya Kenya itapoteza ushuru mkubwa sana. Mimi mwenyewe binafsi ama mwingine akija akinunua mfuko wa simiti, jiwe, kiwanja, ile yote ni ushuru inaingia kwa Kenya. Sio ati sisi tuko huku basi ndio tunajitosheleza. Hapana. Tunakuja kuchuma huku, nyumbani ndio finali, tunakuja kujiendeleza nyumbani. Yote ni ushuru utaingia serikali ya Kenya. Sasa niseme mimi sitaki tena safari. Niache safari nije nyumbani. Kuna ushuru gani nitaingiza hapa? Kwa hivyo cyber crime, serikali ya Kenya ombi langu ndio ile, cyber crime ifuate mkondo wake, iwa tracking hao watu ambao wanajirekodi mavideo kuongea pumba, kuongea vibaya kwa watu wa Gulf. Mimi ombi langu ndio hilo tu. Alamsiki, aluta continua.